Hujambo mpenzi mtazamaji wa Baraza la Mji Wetu Online TV. Karibu katika kipindi chako cha maagano ya walimu wastaafu. Ikiwa kwa siku ya leo kamera ya Baraza la Mji imebahatika kuja katika skuli ya Mitulaya ambayo kuwa yapo maagano hayo ya walimu wastaafu ambao walikuwa ni watumishi wa serikali. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokujuvia awali, kwa siku ya leo kuna sherehe ya maagano ya walimu wastaafu, ikiwa tuko hapa ndani ya skuli ya Mitulaya, lakini moja kwa moja na tukawaangalie walimu hao wastaafu wana nini ya kuzungumza kuhusiana na sherehe hii leo ya kuagwa. Jina langu naitwa Hasina Ali Makambi. Naam, Hasina, kwa siku ya leo ikiwa tayari umeshastaafu, unaizungumziaje? Kwa kweli ndugu mtangazaji, siku ya leo nimeiona nzuri sana kwangu, kwa sababu kufanya kazi miaka karibu 40 ikafika kustaafu, kwa kweli ni jambo la faraja sana. Na kumshukuru Mwenyezi Mungu pia kufanya muda wote huo na ikawa matatizo yote hajakukuta katika kazi. Na je, hii ya kupewa zawadi inakuwa ni utaratibu au inakuwa ni maamuzi kwa kupanga labda katika baadhi ya walimu? Kwa kweli katika wilaya yetu ya Wete huu ni utaratibu tuliopanga. Kwa mzetu yote kutoka kustaafu lazima siku hii atayarishiwe hafla kama hii na aweze kuzawadiwa chochote. Na unawaambia nini walimu wenzako ambao kwa tayari hao hivi karibuni na wanastaafu? Kwa kweli ndugu mtangazaji, walimu wenzangu, kwanza ninawashauri waendelee kufanya kazi vizuri kwa muda wao mfupi uliobakia, na wao pia wajitayarishe kwamba iko siku utafika kustaafu kama mimi. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, maisha ndo haya na insha Allah ikifika siku hiyo na hao wataagwa kama nilivyoagwa mimi. Mpenzi mtazamaji, kama mlivyoweza kumuona, huyo ni mwalimu mstaafu, kama mlivyoweza kumuona akielezea kwa jinsi gani alivyoweza kushereheka katika sherehe yake hii kwa maagano haya. Lakini moja kwa moja na tukamsikilize afisa elimu sekondari ana nini ya kuzungumza kuhusiana na sherehe hii ya maagano ya walimu wastaafu. Tume rasmi katika utawala wa wilaya yetu tumekuwa na utaratibu huu. Tulikaa tukatafakari, tukaona kwamba si busara ukaishi pamoja kwa miaka isiyopungua 5, 6, 7, 8, 9, 10, alafu mmoja miongoni mwetu akamaliza muda wake wa kutumishi serikalini akawa ndio kamaliza tu. Tukasema ni busara walimu wakuu tuandae utaratibu wa kuagana rasmi, ambapo katika maagano hayo huwa tunaandaa kitu cha kumbukumbu, na hadi sasa kumbukumbu tunayoitumia ni charahani. Lakini tukafikia pala tukasema kwamba hapana, hiyo charahani lakini tutaitoa kwa modality nyingine. Badala ya kumkabidhi hapa kama tabu usafiri, tunamkabidhi kile kitita cha pesa ambacho kuna thamani ya ile charahani mwenyewe akenda akabidhi. Kwa hivyo hilo lipo linaendelea, na tuwaomba wenzetu tuwe pamoja, tuzidi kuagana katika modality hii ili kila mmoja kati ya sie afaidike na ule mfuko tulioanzisha wa kusaidiana katika. Lakini kwa sasa ndani ya nchi tunakabiliwa ni jambo kubwa sana la uchaguzi. Kwa hivyo tukikutana katika makundi kama hivi kukumbushana ni wajibu, hasa tukiwa tumepewa dhamana ya kusimamia wenzetu. Ukilinganisha na nyuma kidogo 15, 15 tunakwenda vizuri hadi sasa. Na tuombeni Mungu atujalie tuendelee hivi tumalize salama usalimini, kwa sababu hakuna kubwa la kukosana, kutokufahamiana, kutokusemezana kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi mambo ambayo hayana mwisho. Kila baada ya miaka 5 katika nchi yetu katiba inasema lazima tuchague viongozi wetu. Huyo ni afisa elimu skuli ya sekondari, kama mlivyoweza kumuona naye jinsi akizungumzia kuhusiana na sherehe hii ya walimu wastaafu wakiagwa ikiwa walikuwa ni watumishi wa serikali. Lakini moja kwa moja na tukamsikilize mgeni rasmi kwa siku ya leo alikuwa ni nani huyo? Nabudi kumshukuru mwalimu ambaye amenisomesha mimi, lakini pia sina budi kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuboresha sekta ya elimu. Wale ambao wamestaafu, kwanza ni washukuru tena na nyie. Mwalimu wangu Bi Hasina, nilikuwa nakuona pale Kangagani, hongera mama. Lakini pia na mwalimu wangu yule Bi
Mafunda wa skuli ya Kisiwani. Kazi nzito ya ualimu. Kazi ya ualimu ni kazi ya wito, ni kazi ya kujituma. Walimu, mimi niwashukuru sana 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 kwa kuimaliza muda wenu katika kazi hii ngumu ya ualimu. Sababu walimu, nathubutu kusema tuliposoma sisi na sasa hivi watoto wetu ni tofauti mno sana kabisa. Watoto wamekuwa watukutu, watoto wamekuwa watundu, watoto hawasikii, lakini bado mwalimu unaye, unamfundisha na unahakikisha mtoto yule utampa elimu ya kutosha ambayo itamsaidia kuweza kunufaika yeye mwenyewe binafsi, familia yake pamoja na taifa kwa ujumla. Na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ameipa hadhi sekta ya ualimu kama ambavyo tunaona. Na hiyo Dr. Shein oye! Allah amjalie amalize muda wake kwa salama, aendelee kutushauri katika sekta hii ya elimu, na walimu wazidi kuwapandisha daraja. Mambo mengi sana akayafanya kwa upande wa walimu. Tunaona kuanzia mishahara, kuanzia heshima za walimu, akaja kwenye heshima za wazee, akaondoa michango yote ili wazee waweze kupata ustawi, wananchi uweze kuimarika, na wazee waweze kufanya kazi zao za kutafuta chakula au riski kwa watoto wetu, lakini then wanafunzi waweze kupata huduma bora kwa walimu, mabuku bure, huduma zile za elimu zote ameziondoa. Kwa hiyo tumshukuru Rais wa Zanzibar, lakini kama haya hayatoshi, kaangalia masuala ya mikopo, kaangalia masuala ya form 6, wanafunzi wetu wakipata tu division 1 vidato vya cha 4 na cha 6, basi wale Mheshimiwa Rais anawapa first priority ya kuzungumza nao, kuwashauri, kuwaelekeza na mambo mengineyo mengi mazuri. Lakini kama hilo halitoshi, pia kaangalia katika masuala mazima ya vifaa vya madarasani, viti, meza, tulikuwa tunaumia migongo umeme maskulini tunajitahidi pamoja na kuwa bado, lakini vifaa vya kompyuta, skuli za ghorofa hatuyamalizi jamani. Dr. Shein oye! Nani kama yeye? Hakuna. Tushukuru sana, na kila tukikaa tumuombeeni dua. Jengine ambalo walimu wangu nataka niwaambie nyote kwa pamoja ni suala la amani na utulivu katika nchi yetu. Kipindi hichi afisa elimu mkoa akasema, mwalimu wangu Mwalimu Hamisi, ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi hichi cha uchaguzi tulikotokea ilikuwa kuna maisha baada ya uchaguzi na maisha kabla ya uchaguzi. Sisi hatutaki iwe hivyo. Na hata ile tukio la Kangagari sisi tusikitisha sana, likatuhuzunisha, kitu ambacho hatukifikiria katika vichwa vyetu. Nini maana yake? Maana yake ni kuwa sisi viongozi tulikuwa tunajitahidi sana kuelimisha wananchi wetu. Tunakaa vikao kwenye maeneo yenu, si shehia nyingi ambazo sisi hatujazipitia kuzungumza na wananchi kuhusiana na masuala ya amani na utulivu katika nchi. Suala la amani ni suala pekee la kujivunia Zanzibar. Tuwashukuru wa rais wetu wote wawili, yule wa Jamhuri ya Muungano Dr. John Pombe Magufuli na wa Zanzibar wanaotulindia amani. Usalama wa nchi ni kitu pekee. Maendeleo ya nchi hayawezi kupatikana kama hatuna amani na usalama katika nchi yetu. Na kuombeni sana, walimu ni wasikivu, ni watu wazuri, ni watu weledi na ni watu wasikivu sana wanaosikia. Tukirudi tuna wanafunzi wetu, tukawaambieni hii tarehe 27 kuna watu wanaihamasisha tuifanyie, tuende tutoke, usitoke, tubaki na shughuli zetu kama kawaida. Hali yetu ya nchi ni shwari, ni amani kabisa. Basi tuendelee kutunza amani yetu kwa ajili ya faida ya watoto wetu, tukizingatia tukimaliza si tu uchaguzi, tuna wanafunzi wetu wa form 4 wanataka kufanya mitihani, tuna watoto wetu wa form 2 wanataka kufanya mitihani, tuna darasa la 6 wanataka kufanya mitihani, tuna darasa la 4 wanataka kufanya mitihani. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna form 6 wanatakiwa maandalizi ya mitihani nao kwa ajili ya mwaka ujao. Kwa hiyo tujitahidini sana, lakini kama hilo halitoshi, pia kuna huduma nyingine mbalimbali tunazihitajia ili maisha yetu yaweze kwenda. Tuishi kwa amani, walimu wenzangu, tubaki salama, tuwalee watoto wetu vizuri nyumbani huko, tuhakikishe tulionao tunaendeleza vizuri na wao ili waweze kuja kuwa walimu na wachukue nafasi nyingine za serikali zilizopo.
Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie maisha mema, atujalie uchaguzi wenye kheri na manufaa, atujalie viongozi wema ambao watatuongoza miaka 5 ijayo. Inshallah ajalie ila la heri, atuondolee shari, na wale watu ambao wamedhamiria ubaya katika nchi hii basi asiwasimamishe ubaya wao, awajalie sisi kufanya uchaguzi salama kama hivi tulivyo. Siku ya pili tuweze kutoka tuende katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutafuta riziki zetu. Wengine riziki zetu ziko mabondeni, wengine mpaka waende kwa jirani, wengine mpaka waende kwa kaka, wengine mpaka waende kwa hivi. Basi sifikie hatua ile ya kuambiwa serikali kama amri ya kutotoka nje sije katufikia. Watu wetu inshallah wajalie wawe wasikivu, wapige kura, warudi majumbani kwao kwa salama, na tupokee matokeo kwa salama kama vile ambavyo wananchi wataipiga kura hiyo. Lakini baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana walimu. Niwaambieni asanteni sana na nawashukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama mlivyoweza kumuona, huyo ni katibu tawala wilaya alivyoweza kuzungumzia kuhusiana na sherehe hii ya kuaga walimu wastaafu ikiwa walikuwa ni watumishi wa serikali. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba kipindi cha leo kilikuwa ni kipindi cha maagano ya walimu wastaafu. Mimi wako ni Saada Saleh Kombo nikiwa na mpiga picha wangu Ali Sheha. Mpenzi mtazamaji, usikose kusubscribe, kulike na kushare katika channel yetu Baraza la Mji Wete Online TV.